Ona budget ya serikali wakati wanaingia ilikuwa chini ya trilioni 29. Sasa hivi ni zaidi ya trilioni 50. Hiyo ni ishara ya kazi nzuri mlioifanya. Kwa kweli tunawapa hongera sana sana sana. Mheshimiwa Spika, naipongeza wizara kwa sababu wizara hii ndio wasimamizi wa hesabu zote za serikali na ndio wasimamizi wa wahasibu na wakaguzi wa ndani na wa nje. Na katika kipindi hiki Mheshimiwa Spika, tumeshuhudia ripoti ya CAG, ripoti zake zimeonyesha uimarikaji wa uwajibikaji na usimamizi mzuri wa fedha za umma. Na ripoti hizo zimeonyesha kutokana na ukiangalia taarifa za CAG zinazoridhisha zimeendelea kuimarika na zimekuwa ni nyingi kabisa. Na sasa hivi zile hati chafu sasa hivi zimekuwa kama ni historia, hazipo. Hii ni ishara kwamba kazi nzuri imefanywa na inaendelea kufanywa na wizara hii ya fedha. Lakini kipekee Mheshimiwa Spika, mimi naomba nizipongeze taasisi ambazo zimeonyesha umahiri mkubwa wa kutayarisha hesabu za fedha vizuri na kwa viwango vizuri vya kimataifa. Na moja ya taasisi hizo Mheshimiwa Spika ni taasisi unayoiongoza wewe, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Limefanya vizuri sana. Katika mashindano ya vitabu vizuri vya uhasibu, Bunge tuliongoza tukashinda. Kwa tumefanya kazi nzuri. Kwa hiyo mimi nakupongeza Mheshimiwa Spika, lakini naipongeza wizara kwa kusimamia vizuri na kuhakikisha kazi inafanyika vizuri. Lakini na CAG nampongeza kwa namna anavyofanya kazi ya ukaguzi. Kazi ni nzuri. Na ndio maana tunasema waendelee kuongezewa uwezo na fedha na rasilimali ili aendelee kufanya kazi vizuri na uwajibikaji serikalini uendelee kuimarika zaidi. Mheshimiwa Spika, mimi napenda nitoe mapendekezo machache. La kwanza, sasa hivi kumekuwa na taasisi nyingi ambazo zile ambazo zilitakiwa zijitegemee, zilitakiwa zizalishe, zilitakiwa zikusanye mapato yao, zilitakiwa zijiendeshe kibiashara, taasisi hizo nyingi zimekuwa zinarudi kwenye mfuko mkuu wa serikali na kutegemea mishahara kutoka hazina. Sasa hii ya kutegemea zaidi mishahara kutoka hazina inazifanya zile taasisi zibweteke, zisifanye kazi vizuri. Zipo taasisi nyingi za namna hiyo. Kwa Mheshimiwa Waziri, mkalifanyie kazi, mzichambue. Zile zinazoweza kusimama zenyewe, zisimame zenyewe. Wakala wanaoweza kusimama wenyewe, wasimame wenyewe, badala ya kutegemea fedha kutoka mfuko mkuu wa serikali. Hili ni swala la muhimu na hili nafikiri itasaidia sana kupunguza mzigo wa serikali. Jambo la pili Mheshimiwa Spika, namuomba Mheshimiwa Waziri, kwanza nawapongeza. Maana nimesikiliza taarifa yako nzuri na taarifa ya kamati imeonyesha vizuri. Kwanza mafunzo ambayo mmeyatoa kwa wahasibu ni wengi, nimesikia. Mmetoa mafunzo mengi. Lakini nataka kuongezea tu kusema kwamba bila mafunzo, bila wahasibu hawa kupata mafunzo ya kila wakati, bila wakaguzi wa hesabu hawa kupata mafunzo ya kila wakati, hawawezi kutekeleza majukumu yao vizuri. Sasa hivi katika utayarishaji wa vitabu vya uhasibu kwa kuzingatia viwango vya kimataifa, kuna mabadiliko kila siku yanajitokeza. Na mabadiliko haya yana necessitate kwamba lazima wahasibu wafundishwe kila wakati ili waweze kucomply na hizo standard. Kwa mfano, peleka mfano Mheshimiwa Spika, kwa mfano IPSAS 17, kiwango hiki cha utayarishaji wa hesabu za kimataifa za taasisi kwa kuzingatia viwango vya kimataifa kwa upande wa serikali, IPSAS 17 inataka mali za serikali zile za kudumu zifate taratibu fulani. Lakini ukiangalia, ukichukua taarifa za taasisi mbalimbali zilizofanya zikiwemo wizara, wameshindwa kucomply vizuri na hii standard IPSAS 17. Wengine katika kucalculate depreciation, unakuta kwa mfano gari linatakiwa liwe depreciated kwa miaka 5 liwe limekwisha, na likiisha linatakiwa liwe na zero. Labda kama limebaki linabaki tu carrying value unless wanafanya revaluation. Lakini wao unakuta wana depreciate, wanafika miaka 5 wanaendelea kudepreciate mpaka inaenda kwenye negative. Na ukichukua taasisi nyingi ukiwauliza kwa nini hii iko hivi,
wanakwambia ni kwa sababu ya mfumo. Sasa hatuwezi kusema kwa sababu ya mfumo. Mfumo uko kwa ajili ya kuwasaidia kuweza kuandaa mahesabu, sio kwa ajili ya kwamba mfumo unawajibika. Wewe kazi yako ni kuchambua kile kilichotoka kwenye mfumo, uone kama kina comply na viwango, uweze kurekebisha. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ni vizuri muendelee kutoa mafunzo kama ulivyosema kwenye ripoti yako. Mtoe mafunzo zaidi kwa wahasibu hawa, wakaguzi waweze kujua, waweze kucomply na standard hizi za kimataifa, ili Tanzania iwe ni mfano katika utayarishaji wa mahesabu. Na nayasema haya Mheshimiwa Spika kwa sababu mimi mwenyewe ni mtaalamu wa hesabu na nimepitia mahesabu yale, nimeona namna ambavyo yanakwenda, yanavyofanywa vizuri na hii taasisi yetu. Mheshimiwa Spika, jambo la tatu ambalo nitaka kushauri, sasa hivi kutokana na kwamba tuna mifumo mizuri ya kufunga hesabu, ule muda tuliokuwa tunatumia kufunga hesabu baada ya tarehe 30 mwezi Juni mpaka hadi tarehe 30 mwezi Septemba, miezi mitatu, ni muda mrefu sana. Tumeshauri kwa muda mrefu kwamba sasa muangalie huu muda upunguzwe. Najua mmeupunguza, lakini bado hamjapunguza kisheria. Kwa hiyo hebu angalieni ile sheria ya fedha, punguzeni ule muda, basi wapewe hata mwezi mmoja, miezi miwili, kwa sababu sasa hivi hesabu zinafungwa kwenye mifumo. Basi wafunge ili kusudi CAG aende kwanza kukagua mapema. Na ule muda ambao CAG anapewa ule wa miezi 6, baada ya miezi 6 kuanzia mwezi wa 9 urudishwe nyuma, kusudi ripoti yake ile tuweze kuipata mapema na iweze kujadiliwa na Bunge, na uwajibikaji uendelee kuimarika zaidi. Na hiyo itatufanya kwamba tufanye maamuzi kwa wakati na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa hiyo mimi napendekeza mpitie sheria ya ukaguzi wa hesabu, yani ya CAG ile ya nao, ili tuweze kurekebisha, tufupishe ule muda, lakini mpitie pia sheria ya fedha ya mwaka 2001 na marekebisho yake ya mwaka 2020 mpaka sasa hivi, ili kusudi tupunguze muda na uwajibikaji uweze kuimarika, na hilo itatusaidia sana kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Jambo la mwisho ni hii mifumo. Hii mifumo tunaomba Mheshimiwa Spika, hii mifumo ambayo Mheshimiwa Waziri amesema, ni vizuri sana mifumo iwe inaonana, na ni vizuri kwa sababu mifumo yenyewe inagharimu fedha nyingi tunazozitumia katika kuweza kutayarisha hiyo mifumo. Sasa mifumo ili kionana itaturahisishia sana kuweza kufanya kazi. Na njia nyingine ambayo itatusaidia sana tunaposema mifumo, Mheshimiwa Spika, ni pamoja na kumanage uchumi wetu, ni pamoja na kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anajulikana anafanya nini, na tuwe na mfumo wa namna hiyo. Sisi tunasema tukiwa na sera jumuishi ikitekelezwa ipasavyo, hali ya uchumi wa nchi yetu itakuwa ni nzuri, tutaweza kusimamia vizuri. Financial inclusion ni kitu muhimu mno, na bila kuifanya hivyo tutaendelea kuwa na informal sector, na hivyo kutakuwa na upotevu mwingi wa mapato sasa hivi yako nje ya mfumo, lakini pia watu wengi wanakwepa kodi kwa sababu tunatumia hiyo cash system. Lakini tungekuwa wote tuko kwenye mfumo jumuishi wa fedha, naamini mambo yangekwenda vizuri na kila kitu kingekwenda vizuri. Mwisho kabisa Mheshimiwa Spika, mimi niombe kushukuru na nimpongeze tena waziri, niwapongeze watendaji wote kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Waendelee kuisimamia serikali, waendelee kusimamia mahesabu, kusimamia fedha za umma, na ili kusudi taifa letu liweze kuendelea, tuweze kupata fedha za maendeleo, tuweze kuleta maendeleo katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mimi nina uhakika kwamba kila kitu kinakwenda vizuri, uwazi umeongezeka, uwajibikaji umekuwa vizuri. Hongereni sana na naunga mkono hoja na watakia kila la heri. Asante sana Mheshimiwa Bunge.